Ya hivi sasa kinachosubiriwa ni kitu kimoja tu, kalamu ya mtaa Bonanza ambalo watu mbalimbali wanakutana na kufanya shughuli ya burudani, michezo mbalimbali itafanyika hapo, lakini sisi kama Dost Media tumejihakikishia kwamba kuwa moja kati ya media ambaye itaripoti habari zote kuelekea kwenye siku hiyo ya kalamu ya mtaa Bonanza ambayo itafanyika pale Ubungo katika viwanja vya Makuburi. Sasa hapa nipo na moja kati ya mwanzilishi wa Bonanza hilo ambaye yeye atajitambulisha anaitwa nani, lakini pia atatuambia huu ni msimu wangapi kuelekea kwenye Bonanza hilo. Lakini kubwa zaidi atatuambia mpaka hivi sasa kuna timu ngapi ambazo shiriki, lakini pia tusisahau atatuambia na zawadi ambazo watu ambao watakayefanikiwa kushinda watapewa zawadi gani. Jina langu ni Maunga Junior. Sasa ngoja tukazungumze na mwanzilishi wa kalamu ya mtaa Bonanza. Kwanza uko vizuri? Niko poa mwana. Mwana michezo mbona kama umepoa hivi? Unajua nimetulia tu, nimepoa ya. Unajua pressure ni kubwa. Ndio. Kuelekea tukio lenyewe kwa sababu so far mapokeo yamekuwa ni makubwa sana. Ndio. Ya, kwa hiyo nimetuliza akili kuelekea tukio hili kwa sababu ni tukio kubwa tofauti na nilivyofanya mwaka jana. Kwamba mwaka jana pia ulifanya? Ya, mwaka jana nilifanya. Mimi nataka kujua mpaka kufika sasa hivi maandalizi yapoje? Mwitikio wa watu kwenye mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Kiufupi mwitikio ni mkubwa na ndio maana nimekuambia kwamba nipo cool kwa sababu mwitikio ni mkubwa mpaka naogopa. Ya, naogopa kwa sababu mitaa yote ya Ubungo, Kimara, Mbezi, Mbagala kote taarifa zimefika. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba ili Bonanza linahusisha jiji lote la Dar es Salaam? Ya, ni jiji zima la Dar es Salaam. Lakini kwa sababu kwanza kwa nini ni kalamu ya mtaa? Hii inalenga ni mitaa yote ya Dar es Salaam. Tunakwenda kufufua ndoto za vijana ambao walikuwa wamekata tamaa, ambao walikuwa hawaamini tena kwenye vipaji vyao. Kwa hiyo tunakwenda kuamsha ndoto zao. Kwa hiyo tukisema ndoto zipo katika kila mtaa. Na ndio maana hata ukiona slogan yetu inasema kwamba ni mitaa na ndoto. Kwa hiyo tunakwenda kuamsha ndoto za vijana ambao walikuwa wamelala, ambao wamekata tamaa. Unacheza mpira, unaruka sarakasi, kila aina mchezo itakuwa kwenye tamasha letu. Kwa hiyo tamasha letu alichagua. Mimi nataka kujua mwaka jana ulifanya kalamu ya mtaa na mwaka huu pia unalifanya kwa ukubwa zaidi. Nataka nijue utofauti mkubwa ambao uliopo kati ya tamasha lile ambalo limeshapita na ile ambalo linaenda kufanyika siku ya Jumapili. Kwanza ni idadi ya washiriki. Ndio. Ya, mwaka jana idadi ya washiriki hasa kwenye michezo. Mwaka jana tulikuwa tuna mchezo wa football peke yake ambapo tulishirikisha vile mchezo ulikuwa ni mmoja tu. Ndio. Wa mashabiki wa Simba na Yanga, lakini pia ulikuwa na mechi ya utangulizi kati ya Malista Youth Academy na Kimara Youth Academy. So mwaka huu idadi ya michezo imeongezeka, tutakuwa na michezo zaidi ya 5, lakini pia media. Mwaka jana tulikuwa tuna media aina yoyote ile, lakini mwaka huu tuna Dost Media. So vile hata ukiangalia hype kwenye mitandao ya kijamii imekuwa ni kubwa sana. Ukiangalia kama hivyo mgeni rasmi, mwaka jana tulikuwa tuna mgeni rasmi, lakini mwaka huu tumepata mgeni rasmi ambaye ni mtu mkubwa kwenye anga ya michezo, Shafida Uda, kila mtu anamfahamu. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa na mwaka jana. Mpaka sasa hivi kuna vilabu vingapi ambavyo vimeweza kujisajili ama wewe vimeweza kuletea taarifa kwamba watakuwa shiriki katika kuelekea kwenye tamasha hilo? Vilabu mpaka sasa hivi ni vilabu 6. Vilabu 6 vya mpira wa miguu ambapo tutakuwa tuna mechi 3 tofauti. Na ukitaka kujua kalamu ya mtaa inaangalia future zaidi, tumetoa mechi 2 kwa ajili ya vijana wadogo ambao ndo wanachipukia. Vijana wadogo wa miaka 10 na miaka 15. Baada hapo kutakuwa kuna mechi moja ambayo ni ya senior. Ila timu ni 2 tofauti, zitakuwa ni timu 3 tofauti. Kwa hiyo tumeangalia age ambao vijana wadogo ambao wanachipukia, ambao kiufupi hawapewi nafasi kwa sababu tukiangalia mashindano mengi yanayokuwa yanaendelea mitaani ni ya wakubwa. Ukiona ligi imeanzishwa ujue ni watu wakubwa, umri miaka 20 kwenda juu. Kwa hiyo vijana wadogo huwa hawapati mashindano kwa ajili ya kujijenga na kukuza vipaji vyao. Unavozungumzia kwamba vijana wadogo, labda mtu anaweza kufikiria tu kwamba hao vijana wadogo watacheza boli tu kwa sababu ndo watu wanasema kama mchezo mama ambao unafahamika hapa nchini. Kuna michezo mingine ambao labda mwanzo ulisema michezo 5, nataka ututajie ukiachana na mpira wa miguu. Kuna mchezo gani na mchezo gani? Kwanza kutakuwa kuna mashindano ya riadha, kukimbia, lakini pia kutakuwa kuna mchezo wa rede, lakini pia kutakuwa kuna mchezo wa kuruka kamba. Yote ni michezo hii. Umeona kuruka kamba. Lakini pia kutakuwa kuna watu wa jogging. Kutakuwa kuna mchezo wa basketball, netball. So michezo ni mingi. Mimi unavyoona nakaa kwenye kipengele gani hapo? Otea kwanza. Mimi nakuona kwenye riadha. Nipe mita ngapi? Mimi kwa ndani yako nakupa mita 100. Mimi nataka ambao utakimbia wewe. Mimi nitakimbia 10. 10 kwa sababu sina mazoezi, nitakimbia 10 kidogo tu. Kidogo sana. Nataka nijue kwamba umesema watu watashindana katika timu mbalimbali.
Nataka nifahamu kuna maana labda mtu anaweza kusema kwamba hili ni bonanza tu, labda hamna chochote ambacho wataweza kupata. Wale washindi ambao watafika finali na kutoa ama kuwa mabingwa, kuna zawadi yoyote ambao wewe umewaandalia na watatoa? Tumeandaa zawadi kwa kulingana na uwezo wetu. Unajua Kalamu ya Mtaa ni bonanza la wanyonge, wanyonge ambao wanapambania ndoto. Ndio. Kuanzia sisi ambao tunapambana kuhakikisha kwamba tunafika sehemu fulani katika kuinua vipaji. Ndiyo. Kwa sababu nguvu bado ni ndogo. Nilitamani pale kesho Makuburi mshindi atoke hata na milioni 20, milioni 10, 15, lakini bado sija na uwezo huo. Kwa kidogo kile nilichokuwa nacho, tajitahidi kutoa zawadi kwa ajili ya vijana. Kwa kutakuwa kuna watu watakopata jezi, viatu, mipira, madaftari, kwa sababu watoto wadogo wale ili kwa inspire wazazi wazidi kuwapeleka viwanjani kucheza mipira. Mtoto anaporudi na begi ameibuka mchezaji bora wa mashindano Makuburi, kesho nafikiri mtoto akisema naenda kucheza mpira mama hawezi kumkataza. Atakapokuja binti pale kukimbia riadha au kucheza rede, akirudi na madaftari nyumbani makaunta buku 10, 15, sasa kama mzazi kesho binti akisema naenda uwanjani kufanya mazoezi anaweza kumkataza. Kwa hiyo tumeangalia ngo tofauti. Kuna ambao atapata viatu, kuna ambao atapata mipira. Mgeni rasmi Shafii Dauda. Kwa nini Shafii Dauda? Kwa sababu Shafii Dauda ni icon. Ni nembo katika michezo, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye kwa muda mrefu sana amekuwa akiandaa mabonanza kama haya. Lakini pia amekuwa akiinua vipaji vingi sana. Wachezaji wengi leo hii wanacheza nje kupitia Shadaka Sports. Lakini pia Shafii Dauda ni muasisi wa mashindano ya Ndondo Cup. Kwa sababu sisi lengo ni kwamba kesho na kesho kutwa Kalamu ya Mtaa ije kuwa kama Ndondo Cup. Pengine ianze kutembea mikoani kama ambavyo leo hii Ndondo Cup inaenda Mwanza, inaenda Mbeya, inaenda mikoa tofauti. Kwa hiyo Shafii Dauda kwetu anakuja pale kama darasa pia kuweza kutufundisha njia ambazo alipita yeye mpaka pale, lakini ana mengi ya kuzungumza na vijana wa Kitanzania hasa ni vipaji, na ni mtu ambaye ana composure, lakini pia tunasema experience ni kubwa sana. Tumeona juzi alikuwa kwenye finali ya UEFA Champions League. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo ni nje ya dakika 90 ambavyo Shafii Dauda sisi atatupa. Kwenye engo ya biashara kuna watu watakuja kuuza matunda, kuna watu watakuja kufanya, sababu tukiangalia bonanza ni Idipili. Kwa hiyo mitaa itakuwa imechangamka, watu watakuja watafanya biashara pale. Kwa hiyo kuna vingi ambavyo tutavipata kutoka kwake. Bwana yani kuna vitu fulani hivi unanipa ambavyo natamani hata kama ingekuwa kesho hivi. Sasa nipe muda sasa. Watu waanze kufika pale kuanzia mida ya saa ngapi hivi? Watu kuanza kufika pale tufika mapema sana kuanzia saa 12 asubuhi. Ndio. Unajua Mtanzania ukimwambia aje saa 1 atakuja saa 4. Kwa hiyo ufike saa 12 asubuhi mapema, lakini rasmi kabisa michezo itaanza saa 4 mpaka saa 12. Hapata kuwa na muda wa kuboa. Yaani muda wote uwanja utakuwa busy, muda wote watakuwa kishughulika, wakifanya mazoezi hivyo. Mimi mtu fulani hivi napenda Singeja, videbe vitakuwepo baba? Vigoma vipo na mwanangu mmoja, ndugu yangu naye mpambanaji mwenzangu ambaye mwaka jana nilikuwa naye Kimara. So na mwaka huu tena tutakuwa naye, anaitwa Isa Manyoka, ni mpigaji ngoma maarufu. Ndio maana nikasema Kalamu ya Mtaa inaangalia kila engo. Kwa sababu kupiga ngoma ni sanaa. Na huyu mtu huwa akiwa akishiriki katika mashughuli mbalimbali za kiserikali, lakini pia za kitaasisi. Kwa hiyo sisi tunatoa platform, pengine akaja pale akapiga ngoma vizuri, Dauda akamuelewa, akafanya kwenye Ndondo Cup. Kwa hiyo lengo sisi ni kutoa platform. Nataka tuambie sasa hali ya usalama itakuwaje? Polisi jamii watakuwepo pale ama kuna kwanza kwa kuhakikisha kwamba jambo linakwenda nimeshirikiana na uongozi wa serikali ya mtaa, mtaa wa Muongozo, lakini pia mitaa yote ambayo imezunguka kata ya Makuburi. Nashukuru sana Mheshimiwa Pipino ambaye ni mwenyekiti wangu wa mtaa, amekuwa akinipa nguvu ya kutosha. So tumeshafika kituo cha polisi cha Makuburi ambako kiko pale external, tumeshapata tayari escort, tutakuwa na askari kadhaa pale uwanjani. Kwa usalama upo wa kutosha, askari watakuwepo. Hakuna usela kwa sababu ni bonanza lenye vijana wenye future. Watakopo watu wengi mbalimbali wamealikwa, waandishi mbalimbali kutoka vituo tofauti watakuwepo, lakini pia kutoka kuna wachezaji ambao wanacheza ligi under 20, kutoka kuna wachezaji wa senior team wa ligi kuu Tanzania bara, kutoka kuna watu tofauti. Kwa lengo ni kuweza kutengeneza connection. Kwa ili tutengeneze connection na vijana waweze kufurahia mchezo, ni lazima usalama uwepo. Kwa usalama umezingatiwa. Sasa ongea na vijana ambao wanapatikana, sio vijana tu, watu wa umri tofauti, kutoka Mbagala, kutoka sijui Mbezi, kutoka Gongo la Mboto na mitaa yote ya jiji la Dar es Salaam, waweze kujitokeza kwa wingi kuelekea siku hiyo ya Jumapili. Mimi ninachotaka kuambia wakazi wa Dar es Salaam na maeneo ya karibuni ni kwamba hii ni sauti ya mtaa. Ninapozungumza Salito Jeyala nazungumza kwa ajili ya mitaa. Mimi nimekulia Mbagala,
nimeishi Yombo, nimeishi Tandale, nimeishi sana maisha ya mtaani. Kwa hiyo ninaelewa ndugu zangu, hii ndo burudani yetu. Karibuni sana viwanja vya Makuburi siku ya kesho kuanzia majira saa 12 kamili asubuhi lakini mpaka saa 12 jioni. Sisi siku yetu nzima, siku ya Jumapili tutaimalizia pale. Kwa hiyo mtoko wetu wa Idi Pili utakuwepo pale, burudani zitakuwa za kutosha, kutakuwa kuna music, kutakuwa kuna ngoma, kutakuwa kuna kila aina ya burudani. Wanaocheza pale ni vijana wetu ambao tunategemea kesho na kesho kutwa waweze kufika alipokuwa Mbwana Samata, alipokuwa Msuva leo na alipokuwa wachezaji wengi sana wa Kitanzania. Kwa hiyo njoeni tuzifufue kwa pamoja ndoto za vijana wetu, tuweze kuziinua kwa pamoja kwa sababu sisi lengo ni watoto waweze kupata nafasi ya kuonekana, dunia iweze kujua kwamba mitaa yetu ina vitu. Kwa sababu mitaa yetu siku zote imekuwa ikipata sifa mbaya. Mifereji ya maji taka, ukabaji, usela, sijui biashara ambazo hazifai, matumizi ya madawa kulevya. Kwa hiyo ni wakati wetu wa kwenda kuisafisha mitaa Uswazi. Bwana mimi nikushukuru sana. Shukrani sana. Sasa na mimi nikuhakikishie wewe ambaye unanitazama sasa hivi kupitia Dost Media. Sisi kuanzia saa 2 tu, yani mapema ile. Huyu mwamba sasa amesema kuanzia saa 12 watu waweze kujitokeza. Sasa mimi nitakayopenda crew yangu ya Dost Media kuanzia mida ya saa 2 ile mpaka mida ya saa 12 kuhakikisha kwamba zile update na matukio mbalimbali kutokea pale katika viwanja vya Makuburi kuelekea kwenye kalamu ya mtaa Bonanza kama alivyosema mwamba hapa kwamba itakuwa burudani kweli kweli. Mimi nikwambie tu mimi nitakimbia mita 100. Na kama unataka kushirikiana na mimi basi fika pale mapema tuweze kusherehekea, tuone vipaji vya watu, namna ambavyo watu wanajitafuta kuonyesha vipaji vyao. Lolote linaweza kutokea, usijibane bane, njoo kimbia na wewe. Jina langu ni Maonga Junior. Hii ni Dost Media, tukutane Jumapili viwanja vya Makuburi.